Mtakatifu Antoni wa Padua, padri na mtawa Francisco, msimamizi wa jimbo letu kuu Katoliki la Mbeya. Antoni alizaliwa mwaka 1195 huko Lisbon, katika mji mmoja katika mji mkuu wa Ureno, ambapo baba yake alikuwa kapteni wa jeshi la kifalme. Akiwa na umri wa miaka 15 tu, Mtakatifu Antoni wa Padua aliingia shirika la Mtakatifu Agustino. Kwa nguvu alijitoa kwa bidii kusoma na kufanya mazoezi ya ibada katika monasteri ya Coimbra. Mwaka 1220 lilitokea tukio kubwa ambalo lilibadili maisha yake. Masalia ya Mtakatifu Berardi na wenzake ambao walikuwa mashahidi wa kwanza katika shirika la Wafransisko yaliletwa toka Afrika mpaka Coimbra. Alipoyaona Antoni, alishikwa na hamu kubwa ya kuwa shahidi misionari Mfransisko katika Afrika. Katika kujibu ombi lake alilokuwa akiomba mara kwa mara kwa unyenyekevu mkubwa, ruhusa ya kuhamia katika shirika la Wafransisko ilitolewa na wakubwa wake kwa shingo upande. Wakati anaondoka, mmoja wa wenzake akamwambia maneno haya: kwa mzaa, nenda, labda utakuwa mtakatifu katika shirika hilo jipya. Kwa mzaa walimwambia, nenda, labda utakuwa mtakatifu katika shirika hilo jipya. Antoni akajibu, ndugu, kama utasikia nimekuwa mtakatifu, hakika utamtukuza Mungu kwa hilo. Katika ukimya wa konventi ndogo ya Wafransisko hapo Coimbra, alipokelewa vizuri, na katika mwaka huo huo hamu yake ya kutumwa Afrika kama misionari ilikamilika. Lakini Mungu alikuwa na mpango tofauti juu yake. Mara tu Antoni alipokanyaga ardhi ya Afrika, aliugua sana. Hata baada ya kupona, bado alikuwa dhaifu kiasi kwamba akajiweka mwenyewe chini ya mapenzi ya Mungu, akapanda mashua na kurudi Ureno. Lakini dhoruba ilipeleka chombo mpaka pwani ya Sisilia, na Antoni akaenda Asizi, ambapo mkutano mkuu wa shirika ulikuwa ukifanyika mwezi Mei mwaka 1221. Kwa vile bado alionekana mdhaifu na mgonjwa na hakuonesha elimu yake, hakuna yeyote aliyemjali. Padre Gracian, provinsiali wa Romagna, alimhurumia na kumtuma katika konventi ndogo na tulivu karibu na Foli. Hapo Antoni alikaa kwa miezi 9 akijishughulisha na kazi za kawaida za jikoni na nyumbani, na kwa moyo radhi alijihinisha kwa ndani na kwa nje. Lakini jiwe la thamani lililofichika lilikaribia kuonekana katika mng'aro wake. Antoni alitumwa Foli pamoja na baadhi ya ndugu kuhudhuria sikukuu ya upadirisho. Upadirisho mkubwa wa konventi, na hivi mkubwa wa konventi alitaka mmoja wao atoe mahubiri katika tukio lile. Kila mmoja alijitetea akisema kwamba hajajiandaa. Mpaka mwishoni Antoni aliombwa wahubiri, wakati naye alijitetea kwa unyenyekevu sana. Mhudumu wake akamwamuru kwa nadhiri ya utii kutoa mahubiri. Antoni alianza kuongea kwa ufasaha, utaalamu na hekima ya Mungu, kiasi kwamba kila mtu alishikwa na mshangao. Mtakatifu Francisco alipojulishwa juu ya tukio hilo, alimpa Antoni utume wa kuhubiri katika Italia yote. Kwa ombi la ndugu, Antoni baadaye alitumwa pia kufundisha teolojia. Lakini katika namna ambayo Mtakatifu Francisco aliandika wazi kwamba roho ya sala isizimwe ndani yako binafsi au ndani ya ndugu wengine. Mtakatifu Antoni mwenyewe aliweka thamani kubwa juu ya wokovu wa roho za watu kuliko elimu. Kwa sababu hiyo,
kamwe hakuacha kufanya utume wake wa kuhubiri pamoja na kazi yake ya kufundisha. Umati wa wasikilizaji mara nyingine ulikuwa mkubwa kiasi kwamba hakukuwa na kanisa kubwa la kutosha kuwaweka watu, na hivyo ilimbidi kuhubiri nje mahali pa wazi. Alitenda miujiza dhahiri ya kuongoa watu. Maadui sugu walipatana. Wezi na warariba walirudisha mali ya haramu. Wasingiziaji na wachongezi walitubu na kuomba radhi. Alikuwa na nguvu sana ya kutetea ukweli wa imani Katoliki kiasi kwamba wazushi wengi walirejea katika kanisa. Kwa hivyo Papa Gregory wa 9 alimwita Mtakatifu Antoni sanduku la agano. Papa Gregory wa 9 alimwita Mtakatifu Antoni wa Padua sanduku la agano. Siku moja alikuwa anahubiri huko katika pwani ya Rimini. Aligundua kwamba kundi la wazushi walimpa mgongo na kuanza kuondoka. Mara mhubiri aliigeukia bahari na aliwaita samaki. Kwa vile wazushi hawataki kunisikiliza, njooni basi ninyi samaki mnisikilize. Na tazama maajabu, kwa kusema hivyo makundi ya samaki yalijitokeza yakiogelea, wakitoa vichwa vyao juu ya maji kana kwamba wanamsikiliza mhubiri. Mara wazushi walianguka miguuni pa Antoni na kuomba kufundishwa katika ukweli. Baraka za mahubiri ya Mtakatifu Antoni hazikuenea Italia tu. Mtakatifu Francisco alimtuma Ufaransa, ambako kwa karibu miaka mitatu toka mwaka 1225 mpaka mwaka 1227 bidii yake ilibarikiwa kwa matokeo mazuri katika nyumba za shirika lake na katika kanisa. Katika juhudi zake kamwe hakusahau onyo la baba yake wa kiroho kwamba roho ya sala isizimwe. Kama alitumia mchana kutwa katika kufundisha na kusikiliza maungamo mpaka jioni sana, ndipo saa nyingi za usiku alizitumia kwa maungamo kamili na Mungu. Siku moja mtu mmoja mwenye nyumba ambayo Antoni alitumia usiku alikuja kwa mtakatifu na kumkuta mikononi mwake amempakata mtoto mzuri ajabu aliyezungushiwa na mwanga wa mbinguni. Alikuwa ni mtoto Yesu. Mwaka 1227 Antoni alichaguliwa kuwa mhudumu wa provinsia ya Italia ya Kaskazini, na baadaye alianza tena kazi ya kuhubiri. Kuendana na kazi nyingi na mazoezi makali ya toba, mara alijisikia kuishiwa nguvu zake, hivyo alijiandaa kwa kifo. Baada ya kupokea sakramenti za mwisho, aliendelea kutazama juu mwenyewe huku akitabasamu, akiwa na tabasamu usoni. Alipoulizwa anaona nini, alijibu, namuona Bwana Mungu wangu. Hapo akakata roho Juni mwaka 1231 tarehe 13 akiwa na miaka 36 tu. Mara katika mitaa ya Padua watoto walianza kulia, mtakatifu amekufa, Antoni amekufa. Watoto walisema, mtakatifu amekufa, Antoni amekufa. Baba Mtakatifu Gregory wa 9 alimwingiza katika orodha ya watakatifu mapema mwaka uliofuata. Huko Padua, bazilika kubwa na nzuri ilijengwa kwa heshima yake. Masalia yake mtakatifu yaliwekwa pale mwaka 1263. Tangu kifo chake mpaka leo, miujiza isiyohesabika imekuwa ikitendeka kwa njia ya maombezi ya Mtakatifu Antoni, hivi kwamba
anajulikana kama mfanya maajabu. Mwaka 1946 alitangazwa pia kuwa mwalimu wa kanisa. Tafakari ndugu. Hekima hung'aa wala haififi, huonekana upesi kwao wampendao, hupatikana kwao wamtafutao. Kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 6 aya ya 12. Mtakatifu Antonio wa Padua utuombee. Mtakatifu Antonio wa Padua, tuzidi kumwomba awe kuwa msimamizi mwema, atuombee kwa Mungu katika jimbo letu, na hivi jimbo letu tuweze kupata mafanikio tele katika kuhubiri Injili kwa watu wote. Kuwa na moyo wa sala kama Mtakatifu Antonio wa Padua alivyokuwa na moyo wa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.